Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati wa kupokea dira ya Afrika. Karibu katika dira ya Afrika. Mkurugenzi mkuu wa BBC ajiuzulu kwa sababu ya uhariri wa makala ya Trump. Nini mustakabali wa Tanzania baada ya maandamano? Ulaya, Amerika Kusini kuanzisha muungano dhidi ya madawa. Wanaharakati wa Kenya waachiliwa huru Uganda. Naam. Natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye dira ya Afrika. Jina langu ni Kantona Joseph. Viongozi wa Amerika ya Kusini na Ulaya wanatarajiwa kufikia makubaliano ya kuanzisha ushirikiano wa kupambana na ulanguzi wa madawa ya kulevya, uhalifu wa kupangwa na ufisadi. Mkutano huu uliofanyika kwenye mji wa pwani ya Colombia, Santa Maria, kati ya Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Mataifa ya Amerika Kusini, na karibu uliadhimiria kuanzisha uratibu wa pamoja kati ya mamlaka za polisi, mahakama na forodha za pande hizo. Mkuu wa sera nje ya Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas, amesema ushirikiano wao utafanya mengi zaidi ya kuwalinda raia, ambapo mpango wa Umoja wa Ulaya kulinda njia baharini utatanuliwa kuwezesha upashaji habari na uchukuaji hatua za pamoja dhidi ya uhalifu baharini. Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo ni Rais Lula da Silva wa Brazil, Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez. Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu amewasili nchini Misri akiongoza ujumbe mkubwa wa maafisa wa kijeshi na wataalamu wa silaha za nyuklia kwa ajili ya mazungumzo ya serikali mjini Cairo. Shoigu aliyewasili siku ya Jumapili Novemba alitarajiwa kukutana na Rais Abdel Fattah el-Sisi, mshauri mkuu wa usalama wa Misri, mawaziri wa nje wa ulinzi na pia maafisa wengine wa ngazi za juu wa ulinzi na ujasusi. Shirika la habari la Urusi RIA lilinukuu taarifa kutoka Baraza la Usalama la nchi hiyo likisema kwamba pande hizo mbili zingelijadiliana utekelezwaji wa makubaliano yaliyokwisha afikiwa katika ngazi za juu, ikiwemo ushirikiano wa kiufundi kwenye masuala ya kijeshi. Shoigu, mshirika wa muda mrefu wa Rais Vladimir Putin wa Urusi na waziri wake wa zamani wa ulinzi, anaendelea kuwa mtu mwenye nguvu sana kwenye mfumo wa kijeshi wa Kremlin. Maseneta nchini Marekani wameafikia makubaliano ya kurejesha ufadhili wa serikali kuu na kukomesha hatua ya ufungwaji wa shughuli ulioingia siku ya 40 na kulazimisha operesheni nyingi za serikali kusimamishwa. Vyombo vya habari nchini Marekani vikiwemo vituo vya CNN na Fox News imeripoti kwamba watunga sheria hao wameafikiana kuruhusu ufadhili
kwa serikali kuu hadi mwezi Januari baada ya kubishana sana juu ya ruzuku kwenye huduma za afya, mafao ya chakula na hatua ya Rais Donald Trump kuwafuta kazi wafanyakazi kadhaa wa serikali kuu. Makubaliano hayo yalitazamiwa kupigiwa kura na baraza la Seneti usiku wa Jumapili. Hata hivyo, makubaliano hayo yameafikiwa baada ya hasara kubwa sana, hasa kwenye sekta ya usafirishaji ambapo zaidi ya safari 7,000 zilicheleweshwa siku ya Jumapili Novemba 9, huku zaidi ya 1,000 zikifutwa siku ya Ijumaa na zaidi ya 1,500 siku ya Jumamosi. Umoja wa Mataifa umesema mamilioni ya wakimbizi wamekwama kwenye mduara wa papo wa migogoro na majanga makubwa ya kimazingira. Wakati washiriki wapatao 50,000 kutoka mataifa zaidi ya 190 wakianza mkutano mkubwa kabisa wa mabadiliko ya tabia nchi COP30 ama COP30 katika mji wa Belem nchini Brazil siku ya Jumatatu Novemba 11 hii. Umoja huo ulitoa wito wa washirika wa mkutano wa kilele kutoa ufadhili kwa mataifa yaliyo hatarini zaidi. Shirika la wakimbizi la umoja huo UNHCR imesema kwamba ndani ya kipindi cha miaka 15 ijayo maeneo yaliyo wafadhili takribani nusu ya wakimbizi duniani yatakuwa yamekabiliwa na hali mbaya kabisa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo limesema matatizo yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza mahitaji ya kibinadamu na hatari ya watu kuendelea kuwa wakimbizi. Shirika hilo liliongeza kuwa kufikia katikati ya mwaka 2025 watu milioni 117 walikuwa wamegeuzwa wakimbizi kutokana na vita, machafuko na mauaji, ambapo watatu katika kila 4 miongoni mwao wanaishi kwenye nchi zinazokabiliwa na majanga makubwa ya kimazingira. Uturuki inasema inapigania kuwaondosha raia wapatao 200 walionaswa kwenye mahandaki katika ukanda wa Gaza baada ya kufanikisha kurejeshwa kwa mwili wa wanajeshi wa Israeli aliyeuawa zaidi ya muongo mmoja uliopita. Afisa wa ngazi ya juu wa Uturuki amesema nchi hiyo imefanikisha kurejeshwa kwa mabaki ya mwili wa Hada Golden baada ya juhudi za kina zinazokisi dhamira njema ya kundi la Hamas kwenye mpango wa kusitisha mapigano. Hata hivyo, afisa huyu amefahamisha shirika la habari la Reuters kwamba kinachofuatia sasa ni kuhakikisha raia hao walionaswa kwenye njia ya nchi ya ardhini huko Gaza wanatoka salama. Hayo yakijiri, kundi la Hamas limesema wapiganaji wake waliozungukwa kwenye eneo la Rafa lililoshikiliwa na Israeli wasinge salimu amri, na baada yake walitaka wapatanishi kusaka suluhisho la mzozo huo unaoweza kuhatarisha usitishwaji mapigano. Ule uchaguzi uliotarajiwa kufanyike bila fujo, vifo na majeruhi nchini Tanzania uligubikwa na vurugu, milio ya risasi na misiba iliyofuata baada ya katika nchi ambayo kwa muda mrefu imepewa lakabu ya kisiwa cha amani barani Afrika. Huo ndio ufupisho wa kile kilichotokea Tanzania kuanzia Oktoba 29 mwaka huu, siku ambayo Watanzania waliingia vituoni kupiga kura. Wakati huo wengine wakiingia barabarani kufanyika kwa maandamano ambayo yaligeuka kuwa vurugu ambayo kuwahi kushuhudiwa katika miaka hivi karibuni. Maisha yanaendelea kurudi polepole, ingawa yanarudi huku kukiwa na ulinzi mkali wa vikosi vya usalama katika miji, wananchi wakizika wapendwa wao waliofariki na wakitafuta wengine walio katika hospitali na wale wasiojulikana walipo. Katika mjumuiko huo maswali yamekuwa mengi sana yakiibuka huku wafanyeje? Je, maandamano yamefanikiwa? Kipi kifuatacho kwa raia na serikali baada ya vurugu mbaya ya usiku na mchana zilizoondoka na vijana wengi na uharibifu mkubwa wa mali za watu?
Harufu ya uwepo wa maandamano Oktoba 29 ilianza baada ya chama cha upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kutangaza hakitashiriki uchaguzi ikiwa hakuna mageuzi ya kupata katiba mpya na hasa tume huru ya uchaguzi. Badala yake wakatangaza tarehe hiyo wataitumia kuingia barabarani kuzuia uchaguzi usifanyike. Lakini mwandishi wa habari, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, Khalifa Said, anasema ni makosa kuyatazama maandamano ya Oktoba 29 kuwa yalikuja kama mwitikio wa wito wa Chadema pekee. Anafafanua, ingawa wapo walioshiriki ili kuzuia uchaguzi, pia wapo walioandamana kupaza sauti zao kwa sababu ya kutoridhishwa na mambo yanayoendelea nchini humo, namna serikali inavyoshughulikia matukio kama watu kutekwa na kupotea katika mazingira yasiyoeleweka. Onesmo Olengurumwa, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, anasema kutosikilizwa kwa pande mbili zilizokuwa na mawazo tofauti ni sababu kubwa ya Tanzania kufikia ilipofika sasa. Suala la msingi ambalo limeweza kuafikiwa hapo ni kwamba suala la taifa kugawanyika, manunguniko, malalamiko mengi ya wananchi, taasisi mbalimbali zikiwemo vyama vya upinzani, anasema Ongerumwa, na kuongeza kuwa kukutana kama taifa na kuweka mjadala wa kitaifa kungezuia madhara yaliyoletwa na maandamano. Kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu likiwemo Amnesty International, wanasema mamia ya watu wameuawa katika maandamano hayo, huku wakivituhumu vyombo vya usalama kupitiliza nguvu kupita kiasi katika kupambana na waandamanaji. Serikali ya Tanzania imekana vyombo vya habari vya usalama kutumia nguvu kupita kiasi, na licha ya kukiri kutokea kwa vurugu, vifo na uharibifu wa mali, bado haijatoa idadi ya waliouawa hadi wakati makala haya yanapokuja. Kufanikiwa kwa maandamano kunategemea kwa sehemu kubwa lengo la maandamano yenyewe na yale yatakayofuata baadaye. Bila shaka watu walifanikiwa kuingia barabarani licha ya ukweli kwamba gharama kubwa ya uhai imelipwa. Pengine serikali itajitapa kwamba walioingia barabarani wameshughulikiwa na kila kitu kinaanza kurudi kama ilivyokuwa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan tayari ameapishwa kwa ushindi wa zaidi ya 90%. Ikiwa nitakuwa na dhana njema, naamini serikali inajiandaa kujibu maswali juu ya kile kinachotokea. Haitokuwa ungwana kukaa kimya milele bila kujibu maswali juu ya majeruhi na vifo ambavyo vimerekodiwa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Bila shaka swali iliyobaki kwa wachambuzi wa siasa, je, maandamano yamefanikiwa au damu ilimwagika bure? Katika nchi yenye zaidi ya raia milioni 60 wakiunganishwa na lugha moja ya Kiswahili na tofauti zao za asili, rangi na dini, kwa hakika Oktoba 29 itabaki katika historia ya vurugu mbaya za kisiasa nchini humo. Turudi nyuma kidogo. Kabla ya Kenya kuwa na katiba mpya mwaka 2010 ambayo imesukuma mbele kwenye uwanda mpana zaidi wa uhuru wa kisiasa, kwanza nchi hiyo iliingia kwenye machafuko mwaka 2007-2008. Kwa mjibu wa mahakama ya uhalifu ya kivita ICC, vurugu hizo zilisababisha zaidi ya watu 1100 kuuawa, 3500 kujeruhiwa na 1600 kulazimika kuyahama makazi yao. Katika siku 60 za ghasia kulikuwa na mamia ubakaji na zaidi ya mali 1100 zikaharibiwa. Katiba mpya ilikuwa jibu la moja kwa moja wa ghasia baada ya uchaguzi mwaka 2007-2008 na iliundwa kushughulikia masuala ya msingi iliyochochea ghasia hizo. Tukirudi nyuma nchini Tanzania, wapo watakaojenga hoja kwamba kama matakwa ya upinzani yangesikilizwa, pengine wangeweza kufikia hapo. Wengine watasema kama watu wasingekuwa wanapotea na kutekwa, labda vijana wasingeingia barabarani, na papo watakaofika wakisema kwamba zaidi na kusema kwamba ikiwa silaha za
moto zisingetumika, yamkini waliofariki wengi wangekuwa bado wako hai. Wakati tume ya haki za binadamu za utawala bora nchini Tanzania ikijiandaa kuchunguza yaliyotokea wakati na maandamano, swali ni kwamba kipi kinafuata kwa raia na serikali baada ya vurugu hizi mbaya. Elizabeth Adundo aliyekuwa mwangalizi wa uchaguzi Tanzania chini ya mwavuli wa African Liberal Network anasema kwanza, wafungwa wote wa kisiasa akiwemo Tundu Lissu lazima waachiliwe huru. Huwezi kujenga maridhiano wakati bado watu wako ndani, na pia lazima kuwe na mageuzi, kwamba katiba iliyopo sasa ni ya zamani sana, ni lazima kutumike katika katiba mpya inayoendana na matakwa ya watu. Naye wakili Ole Ngurumwa kutoka THRD anasema kwanza, tukio wanakiri makosa yaliyofanyika na kuomba radhi kwa Watanzania waliopoteza wapendwa wao. Hawawezi kwenda kwenye mwafaka kabla ya kutibu majeraha, na sasa Watanzania wanataka taifa linalotenda haki wasikilizwe na matakwa yao yatekelezwe. Kizungumza mwishoni mwa wiki katika mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi za serikali ya nchi wanachama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel John Nchimbi amesema kuwa serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imechukua hatua ya madhubuti ya kulinda umoja wa kitaifa na kuhakikisha wananchi wanaishi kwa utawala wa sheria. Unaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo hivi sasa tunapokea dira ya Afrika. Kimbunga kilichodhoofisha cha Frank Wong sasa kinapita kwenye bahari ya kusini mwa Uchina na kinatarajiwa kuelekea Taiwan baada ya kusababisha vifo vya watu wawili nchini Ufilipino. Takribani watu milioni 1.4 nchini Ufilipino walikuwa wamehamishwa kabla ya kimbunga Frank Wong kutua Jumapili, kikibeba upepo wa kasi zipatayo 185 kilomita kwa saa. Kimekumba eneo la Aurora huko Luzon, kisiwa chenye watu wengi zaidi nchini humo, ambapo na kudhoofisha saa chache baadaye. Kimbunga Frank Wong kinajiri siku chache baada ya kimbunga cha Kalmaegi kilichosababisha vifo takribani watu 200. Mamlaka ya Ufilipino inaripoti uharibifu mdogo kuliko ulivyotarajiwa, ingawa jamii kadhaa bado zinatatizika kutokana na mafuriko. Kilipopambazuka kwamba upepo wa kimbunga Frank Wong zilizokuwa zimevuma usiku kucha zilikuwa zimeisha na watu wakatoka kuona uharibifu. Kulikuwa na uharibifu mkubwa wa majengo, lakini maandalizi mazuri yanaonekana kuzuia kurudiwa kwa athari zinazoonekana baada ya kimbunga Kalmaege kukumba eneo la kati ya Ufilipino wiki iliyopita. Na hatimaye mkurugenzi mkuu wa BBC Tim Davie na mkuu wa habari Deborah Tanesa wamejiuzulu baada ya kukosolewa kwamba makala ya Panorama ilipotosha watazamaji kwa uhariri hotuba ya Donald Trump. Davie anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka juu ya utata na shutuma za upendeleo ambazo zimetawala shirika hilo la utangazaji la umma. Telegram imechapisha maelezo ya taarifa ya ndani ya BBC iliyovuja Jumatatu, ambayo ilipendekeza kipindi cha Panorama kilihariri sehemu mbili za hotuba ya rais wa Marekani ili aonekane kuhimiza ghasia za Capitol Hill Januari mwaka 2021. Viongozi wa kisiasa wa Uingereza wameelezea matumaini kuwa kujiuzulu kwao kutaleta mabadiliko, huku Trump akikaribisha uamuzi huo. Moja kwa moja, msikilizaji, nenda kupokea tahariri. Unafiki wa Marekani kwa Afrika. Tuangazie tahariri hii leo, ambapo tunamulika
Kauli ya Marekani hivi karibuni kuhusiana na taifa la Nigeria na masuala mengine ya Afrika. Unafiki wa Marekani kuashiria mashambulizi dhidi ya Nigeria kwa kisingizio cha kulinda Wakristo, ilhali hivi karibuni umefuta mfuko wa USAID, shirika linalowasaidia mamilioni barani. Unaonyesha wazi kwamba msaada wao sio wa utu, bali ni chombo cha maangamizi na ushawishi wa kisiasa. Kwenye tahariri ifuatayo, Shestia Wasilwa anavua gamba unafiki wa Marekani. Hatua ya Marekani chini ya utawala wa Donald Trump kutishia kuivamia Nigeria kwa kisingizio cha kuwalinda Wakristo wanaouawa ni fedheha ya karne na kielelezo cha unafiki wa kisiasa unaovaa vazi la imani. Ni ukoloni wa kisasa unaojaribu kujificha nyuma ya Biblia huku mikono yake ikiwa na bunduki. Trump na washirika wake wanapiga ngoma za kivita wakiwa mbali maelfu ya maili kutoka Afrika, wakijifanya malaika wa haki za binadamu, ilhali historia inatufundisha kuwa pale Marekani inaposema kulinda, damu nyingi humwagika na mataifa dhaifu hubaki vifusi. Iraq, Libya, Afghanistan, ushahidi uko wazi. Leo jina limebadilika, lakini mchezo ni ule ule: mafuta, udhibiti na ubabe wa kisiasa. Kwa miongo kadhaa, Nigeria imekuwa ikipambana na changamoto halisi: ugaidi wa Boko Haram, mapigano wafugaji na wakulima, na migawanyiko ya kiuchumi. Lakini kwa Trump na wanasiasa wa Marekani, haya yote yanatupwa kando. Wanachokiona ni nafasi ya kuingiza ajenda zao za ndani, kupigia debe kura za Kikristo nchini Marekani kwa kuonyesha ulinzi wa Wakristo barani Afrika. Ni siasa chafu ya kimataifa inayochezea hisia za watu wa imani. Mauaji ya raia, iwe Wakristo au Waislamu, ni uhalifu wa kibinadamu unaopaswa kulaniwa bila ubaguzi. Lakini kujifanya mkombozi kwa kutumia vifaru na ndege za kivita si suluhisho, ni ukatili unaozalisha ukatili mwingine. Marekani haina mamlaka ya kujifanya hakimu wa dunia, tena kwa taifa huru kama Nigeria. Serikali ya Nigeria imefanya vyema kukataa vitisho hivyo. Taifa lolote lenye heshima halipaswi kuinama mbele ya kiburi cha dola yenye historia ya kuchoma nchi kwa jina la demokrasia. Wakati huu Afrika inapaswa kuamka, kutambua kwamba kila bomu linalodondoshwa kwa jina la ulinzi wa imani ni jeraha kwa uhuru wa bara zima. Na cha kushangaza zaidi, Marekani inayojidai mkombozi wa dunia imegeuka kwa gereza la ndoto kwa Afrika. Masharti magumu ya visa, mahojiano ya kudhalilisha na sera kandamizi za uhamiaji zimegeuza safari ya elimu, biashara au tiba kwa ndoto isiyowezekana. Wakati wa Afrika wanazuiliwa kwa rasmi kuvuka mipaka ya Marekani, taifa hilo hilo linaandaa vifaru kuvuka anga za Afrika kwa urahisi. Ni unafiki wa kiwango cha juu kuzuia wanaotafuta elimu lakini kutuma wanajeshi. Zaidi ya hapo, Marekani ya Trump imepunguza au kuondoa kabisa msaada wa USAID ambao kwa miaka mingi uliyafaidi mataifa mengi ya Afrika katika sekta za afya, elimu, kilimo na maendeleo ya jamii. Hospitali zilizokuwa zikiokoa maisha zimepungukiwa dawa, miradi ya vijana imesimama na shule zenye utegemezi mkubwa wa misaada zimekosa matumaini. Ni unyama wa sera kuondoa mikono ya huruma halafu kubeba vifaru na ndege za kivita kwa jina la imani. Afrika inahitaji kujitizama upya. Hatuwezi kuendelea kuimba wimbo ushirikiano huku mikono yetu ikiwa imefungwa na masharti ya visa na ardhi yetu ikilengwa na silaha za wageni. Ushirikiano wa kweli ni ule unaoheshimu utu, usawa na mamlaka ya mataifa yote. Marekani ikitaka kweli kulinda maisha ya watu, iweke nguvu zake katika diplomasia, elimu na kusaidia mageuzi ya kijamii, si kutuma wanajeshi. Kutuma vifaru na ndege za kivita si ishara ya ujasiri, bali ni ushahidi wa udhaifu wa kiakili na maadili. Ni wakati wa dunia kusema wazi, damu ya Waafrika si kadi ya kampeni za kisiasa Washington. Afrika si uwanja wa majaribio ya kijeshi, na imani iwe ya Kikristo, Kiislamu au ya jadi haihitaji bunduki kulindwa, bali utu, haki na usawa. Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji, sina la mno na kutakia kila laheri kwenye vipindi vyetu hivi ambavyo namna hiyo tunakuletea asubuhi, kwa sababu tumekuratibia vipindi ambavyo vitakusaidia sana kwenye mawanda mazima. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya